Ikiwa zimepita siku kadhaa tangu TLS kupitia kamati maalum ya anti-vishoka inayoongozwa na wakili Sweetbat Nkuba kuzindua kampeni ya kuwakamata watu wanaofanya kazi ya uwakili kinyume na sheria pamoja na mawakili wanaotoza malipo kinyume na kanuni za uwakili. Kamati hiyo kushirikiana na jeshi la polisi wamefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili waliokuwa wakifanya kazi ya uwakili ili hali sio mawakili na wamekutwa kwenye stationari. Operesheni hiyo imefanyika nje ya viunga vya ofisi za idara ya uhamiaji zilizopo Kurasini jijini Dar es Salaam, ambapo kamati ilishuhudia wingi wa stationari ambazo kwa nje ziliandikwa huduma ya wakili hapa, jambo ambalo pia ni kinyume na maadili ya uwakili. Asante. Kama mnavyojua tunaendelea na operation ya kukamata vishoka na tuko kwenye eneo hili la Kurasini na ofisi za uhamiaji. Kwa kweli tumeendesha zoezi vizuri kwa ushirikiano na jeshi la polisi wa Chang'ombe, Temeke, na tumefanikiwa kuwakamata baadhi ya watoa huduma za uwakili wasio mawakili. Kwa maana ya kwamba kuna stationery moja tumekamata ambapo aliyesaini document sio wakili, kwa maana yeye anadai kwamba aliachiwa muhuri na wakili. Kwa hiyo tunafuatilia kujua huyo wakili ni nani, kwa sababu wakili ametafutwa hajapatikana. Lakini bahati mbaya hiyo document imesainiwa na mtu ambaye sio wakili. Kwa hiyo tumekwisha mkamata, anakwenda kituoni kwa ajili ya taratibu nyingine za kufunguliwa mashtaka, kwanza ya kugushi kwa sababu yeye amepiga muhuri, ametunga muhuri na kuweka sahihi ya wakili. Lakini mwingine tumemkamata hivyo hivyo anatumia muhuri wa wakili ambaye hafanyi shughuli za uwakili kwa muda mrefu, na kwa taarifa tu za yule tuliyemkamata anadai kwamba muhuri huo ni wa dada yake. Kwa hiyo wakili wanafanya kazi serikalini, lakini ndugu yake ndo anautumia kwenye stationery, na wakili mwenyewe hajahuisha leseni kwa muda mrefu. Kwa hiyo amekamatwa, tunampeleka kituoni kwa ajili ya kutoa maelezo na kumfungulia kesi ya jinai. Lakini pia tumekutana na kesi za mawakili wenzetu ambao wanafanya undercut kwenye attestation ya documents pamoja na certification. Tumekuta wana certify kwa cheti mpaka kwa shilingi 2,500. Ukienda na shilingi 5,000 una certify vyeti viwili, una certify nyaraka mbili. Kwa kweli hili linavunja moyo, linaumiza, hasa unapokuta kwamba ni mawakili waliolipia leseni ambao ni mawakili wanaojitambua wanachaji shilingi 2,500 mpaka 5,000 kwa ajili ya kucertify document, wakati kisheria haipaswi kuwa hivyo. Kwa hiyo tunatoa wito kwa mawakili wenzetu kwanza kuachana na hiyo tabia, lakini pia onyo kwa wale wanaoendelea na hizo tabia kwamba operation hii ni endelevu, tunaendelea nayo, na sasa tunapita katika maeneo yote ya hizi stationaries na kuwaeleza kwamba pote walipoandika wanatoa huduma za wakili wafute maneno hayo, kwa sababu stationery sio ofisi ya wakili. Kwa hivyo wito wetu ni huo, tutakaporudi tena tukikuta stationery yoyote imeandika inatoa huduma za kiwakili, basi tutawachukulia hatua wamiliki wa stationaries pamoja na mawakili ambao mihuri yao inatumika kwenye stationery husika. Asante sana. Ikumbukwe TLS kupitia kamati yake ya anti-vishoka inaendesha kampeni hiyo ambayo itakuwa endelevu ili kurudisha heshima ya taaluma ya uwakili nchini. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.